Bwana papatu kuna huko hatimaye timu moja mfukoni kwa Yanga, pointi moja kwa Al Ahly. Mpaka sasa hivi una matarajio gani hasa kwenye michezo ya klabu bingwa? Sisi matarajio yetu ni kwenda robo finali. Kwa hiyo hamna matarajio mengine tofauti na kupambana kwenye mechi zilizobaki mbili, kuhakikisha tunapata pointi ambazo zitaweza kutuvusha kwenda hatua ya robo finali. Na hesabu zimekaje? Hesabu zimekaje kivipi? Mnaenda Morocco? Ya, tunakwenda. Eliza, mchezo tumeutazama dakika 90. Usajili wa dirisha dogo umelipa kwa kiasi gani? Siwezi kuzungumza kwamba umelipa, maana kesho na kesho kutwa wakiferi mtaanza kusema kwamba sisi tulisema kwamba usajili umelipa. Lakini mimi naamini hakuna kiongozi anayeingia sokoni kutafuta mchezaji ambaye hawezi kuleta impact kwenye timu yake. Naamini kila mchezaji ambaye anasajiliwa na kiongozi wa Young Africans 100% huwa ana sifa za kuja kuitumikia klabu ya Young Africans. Ila mazingira, kuadapti mazingira na mifumo ya mwalimu ndio vitu ambavyo huwa vinawachelewesha wachezaji, mwisho wa siku wanaanza kuonekana kwamba hawajafaulu kwa Young Africans walipokuwa wamesajiliwa. Momo Dombia, kina Alassane Kouma, kina Celestine kuwa sio kwamba ni wachezaji wabaya. Ni wachezaji wazuri kwa sababu ni wachezaji ambao kabla kiongozi hajawasajili anafuatilia feedback zao. Wanajua kabisa huyu mchezaji atakuja kutuletea impact gani kwenye timu yetu. So mazingira walioyakuta na ligi ya Tanzania ndio vimewasaliti na kuona kwamba ni wachezaji ambao wamefeli. Lakini ni wachezaji ambao wanaweza kaenda timu nyingine na wakasurvive na wakafanya vizuri. Wamekuja Young Africans wakamkuta mwalimu ambaye ameondoka, ambaye yeye hawakuweza kuingia kwenye mfumo wake moja kwa moja, na ameondolewa mwalimu huyu, amekuja mwalimu mwingine. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kwa mchezaji kuadapti mazingira kwa wakati huo ndani ya miezi au ndani ya msimu mmoja, kwamba umeweza kupata kitu ambacho mwalimu anakihitaji kwa wakati huo ili uweze kuperform vizuri kwenye timu kama inavyokutarajia. Kwa hiyo mimi naamini timu ya Young Africans kwa wachezaji iliyowapata tunaendelea kuwaona na wanaendelea kuprove kwamba mimi kuja kwa Young Africans hamjakosea kunileta hapa, ila kuna vitu ambavyo mmeona ninavyo naweza nikaviofa kwenye timu yenu ili niweze kuipambania timu na kuhakikisha tunapata matokeo katika kila mazingira. Kwa maneno ambayo unazungumza unaonesha wazi kabisa kwamba usajili usipolipa, mchezaji akishindwa kuimprove yeye mwenyewe kuingia kwenye kikosi na mwisho siku akatemwa, uongozi hautaki kulalamikiwa. Lakini tunaona upande wa pili wamekuwa kilalamikia uongozi Young African pia kwa sababu inafanya vizuri, sometimes unaweza usione hilo, lakini timu kwa mfano kama Simba na timu zingine wamekuwa kilaumu sana uongozi kwa sababu haina wachezaji ambao wanaletewa. Kwa hiyo imekuwa tofauti, umejibu hivi. Ni kitu gani hasa kinachokufanya uone kwamba ni labda si kosa la viongozi na ni kosa labda la wachezaji, labda wameshindwa kuimprove au mpira au football inaongea? Unajua mpira unachezwa uwanjani na mpira ni mchezo ambao unaonekana wazi. Sio mchezo unaochezwa chumbani. Na mpira ni mchezo ambao hata duniani kote unaonekana. Nadhani Pep Guardiola anaenda Manchester City, alifika akaifumua Manchester City yote, akaleta wachezaji ambao yeye anaweza akawafanya nao kazi, wakiwemo Yaya Toure ambaye amemfundisha yeye akiwa Barcelona na alimuuza yeye kutoka Barcelona kwenda Manchester City. Mpira wa Afrika na mpira wa Tanzania moja kwa moja wanaosajili ni viongozi, sio mwalimu. Hakuna mwalimu atakaye kuja kwenye ligi ya Tanzania akaomba fanye yeye usajili kutokana na uchumi wa ligi ya Tanzania ulivyo wa hali ya chini, alafu akaletewa wachezaji ambao anawahitaji yeye. Mfano mzuri ni Benchika alivyokuwa Simba Sports Club, kuna wachezaji ambao aliwahitaji kutokana na kwamba amefanya nao kazi kwa muda mrefu, anaamini anaweza akafanya nao kazi, lakini hakufanikiwa kutokana na kwamba wachezaji anaowahitaji wako ukanda wa kaskazini. Wewe je, unaweza kubishana na ukanda wa kaskazini kuingia sokoni kuchukua wachezaji? Jibu ni hapana. Ndio inabaki sasa kwamba sisi unapokuwa unamsajili mchezaji, kiongozi anapomsajili mchezaji anatakiwa pewe muda kocha kuweza kuwatengeneza wale wachezaji, kuhakikisha wanaingia kwenye mfumo wake ili waweze kuleta impact kwenye timu au waweze kuleta vitu ambavyo wanakuwa watu wengi wamevitarajia kuwa wale wachezaji wanavyo. Lakini inakuwa ndivyo sivyo. Pressure ya ligi ya Tanzania ndio inayowapelekea walimu wengi kufukuzwa kazi na wachezaji wengi kuachishwa au kuvunjiwa mikataba kutokana na kwamba wanakuwa wameshindwa kusurvive. Lakini ingekuwa kwamba huyo mchezaji amesajiliwa na mwalimu, tusingeona hizi mambo zikiendelea. Ndiyo maana unamuona Ibenge anapoenda popote ana pointi mchezaji ambaye yeye amefanya naye kazi, ili anajua kabisa kwamba huyu mchezaji jinsi ninavyomjua ni rahisi sana kugeti matokeo, yani kugeti programu ambazo mimi nampa tofauti na wachezaji ambao nyinyi mtakaoweza kunisajilia. Ataleta mchezaji mfano kama kocha wa Young Africans
utamletea mchezaji atakwambia huyu mchezaji haingii kwenye mfumo wangu. Ina maana wewe umeisha msajili yule mchezaji kwa gharama ya juu. Ni lazima umkatishe mkataba, ulete mchezaji ambaye mwalimu anamtaka. Ni vitu ambavyo mpira wa Afrika hauko hivyo kwa mpira wa Afrika. Kwa hiyo kwa mpira wa Afrika huwa wanaosajili ni viongozi. Kocha anatakiwa apewe muda kuhakikisha anaitengeneza improvement ya yule mchezaji aliyoletwa na kiongozi, kuhakikisha anaweza kuperform uwanjani. Sababu kocha professional ni lazima msome mchezaji kuanzia saikolojia mpaka performance ya mazoezini ili kuhakikisha anaitengeneza chemistry ambayo itaweza kuja kumletea impact. Ndio maana unamuona kocha wa Young Africans amekuja ameshindwa kusurvive na Andy Boeli, akamuhitaji Depu kwa sababu ni mchezaji anayemjua, amemtengeneza yeye mwenyewe akiwa timu ya taifa ya Angola, anajua anaweza asifunge Depu, lakini kuna kitu akiwepo uwanjani kinapatikana. Kuna kitu ataniofa, pamoja na kwamba anaweza asifunge, anaweza asiasisti. Kwa hiyo mpira wa Tanzania na mfumo wa mpira wetu ndio nao wasaliti wachezaji wengi, ndio nao wasaliti walimu wengi, wanaweza kushindwa kusurvive kwa mpira wa Tanzania na mpira wa Afrika kwa ujumla. Wanataka kuniambia kwamba kocha wa Young Africans material kama ya Depu hayawezi kupatikana kwa sasa hivi hapa Tanzania mpaka wakatoka kwenda kumtafuta Depu? Hawajatoka, ni hitaji la mwalimu. Ndio maana nikakwambia kwamba sometime mwalimu anahitaji wachezaji. Mwalimu kama wa Young Africans amehitaji wachezaji wawili ambao anawajua yeye. Mmoja ndo jana ametambulishwa na mwingine ni Depu. Ni wachezaji ambao yeye anawajua kwamba huyu mchezaji anaweza asifunge uwanjani, lakini kuna kitu atakachonipatia na wale wengine atakaokuwa nao, mwisho wa siku tutapata matokeo. Lakini ukisema uiachie timu kama Young Africans asajili mwalimu, hautaweza. Tunamzungumzia Depu ambaye ametoka ligi ya Poland, umeelewa? Unamzungumzia Babu ambaye sijajua ametoka ligi ya Angola, umeelewa? Gharama ya wachezaji wa Angola, wachezaji wengi wanaocheza ligi ya Angola wanatoka Ureno, wanatoka Brazili, na gharama yao ni ya hali ya juu, umeelewa? Kwa hiyo ukimpata mchezaji ambaye ni mzawa wa Angola na mwenye performance ya hali ya juu, unagundua kabisa kuna mchezaji au kuna kitu umekiongeza. Sio rahisi kumwachia mwalimu akahitaji wachezaji wote 28 kwamba nao wahitaji, alafu kwa gharama ambazo ni za hali ya juu, ukizingatia hali ya uchumi wa Tanzania, sometime wadhamini wanazingua, hata wadhamini wa ligi. Leo tunazungumzia ligi ya wanawake ambayo haina mdhamini hata mmoja, na kuna timu za Tanzania ambazo zina wachezaji wa kimataifa. Unafikiri wananufaika vipi wale wachezaji? Maana yake ni klabu inaingia hasara na wachezaji wanashindwa kunufaika au kuenjoy ligi wanavyoicheza, kwa sababu mwisho wa siku unatamani utoe taji. Ukitoa taji hakuna pesa ambayo unatakiwa upewe. Hayo ndio matatizo ambayo yanaikumba ligi ya Tanzania. Watu wengi wanashindwa kuangalia ni sehemu gani. Unakuta mtu anasema kirahisi kwamba JSM atuachie timu yetu, Mo atuachie timu yetu. Una uhakika wewe jezi unayoinunua ya shilingi 35 inaweza ikamhudumia mchezaji mmoja kwenye mazoezi ili aweze kukupatia matokeo ambayo ni sahihi uwanjani ili ufurahie? Jibu ni hapana. Ni tofauti na timu za ukanda wa kaskazini. Ukanda wa kaskazini wao walishajithibitisha, wakimtaka mchezaji fulani wanampata, na ukanda wa kaskazini mwalimu ndiye anayemtaka mchezaji, anakuambia namtaka mchezaji fulani, wanamtaka kwa gharama yoyote ile. Ni tofauti na ukanda wa magharibi, ni tofauti na ukanda wa mashariki pamoja na Kosafa. Kosafa utakayemkuta anaweza utamkuta ni Mwangola, unamkuta na mwingine ni South Africa, kwa maana pale penyewe South Africa ndio utakuta vilabu kama vya kina Kaizer Chiefs, Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns ndio vinaweza kusurvive kuingia sokoni kubato na timu za ukanda wa kaskazini, wakawania mchezaji na wakafanikiwa kumchukua bila timu ya ukanda wa kaskazini kufanikiwa kumpata. Kwa hiyo mimi nadhani hatupaswi kulaumu viongozi. Hakuna kiongozi ambaye anatamani kwenda kuchukua mchezaji afu mchezaji aje afanye vibaya, ili hali huyo kiongozi mwenyewe, mchezaji akifanya vizuri ni sifa kwa mchezaji, sifa kwa kiongozi na heshima kwa taifa, kwamba huyu mchezaji anacheza ligi ya Tanzania, kiongozi aliyemleta ni kiongozi fulani, ametolewa ligi gani, watu wanaanza kumfuatilia. Kwa hiyo sio sahihi kulaumu uongozi kwamba mchezaji fulani hajaweza kufanya vizuri. Sawa. Kwa sasa hivi Young African pale kuna surprise ambayo ni Damaro. Amesajiliwa tayari, ameingia kwenye kikosi, anakichafua, na leo kazi watu wameiona aliyofanya. Vitu gani hasa ambavyo wachezaji wengine wao wanafeli? Kwa nini yeye amefaulu? Na eneo anaocheza ni kwa eneo gumu sana. Kuna watu wa maana kweli kweli.
wewe kipindi chako ni tofauti na kipindi cha huyu, ni tofauti na kipindi cha huyu, ni tofauti na kipindi cha huyu. Uelewa wangu mimi sio uelewa wako wewe, sio uelewa wa huyu. Hata Mayele alivyokuja mechi yake ya kwanza aliweza kuscore goli, na wakati tunamleta Mayele tulimleta pembeni yake alikuwa nani? Alikuwa Makambo. Maana yake tulikuwa tunamwamini zaidi Makambo kuliko Fiston Kalala Mayele. Mechi yake ya Yanga Day aliyecheza alikuwa ni Makambo, umeelewa? Lakini mechi ya Ngao ya Jamii alicheza Mayele, anapewa assist na Faridi Musa anafunga goli, kila mtu akafurahia kiwango. Kwa hiyo uelewa unatofautiana, hata darasani uelewa unatofautiana. Jinsi mazingira sivyo ninavyo adapti mimi mazingira. Kuna mtu anahitaji muda mrefu, kuna mtu anahitaji muda mfupi, kuna mtu akifika tu anaonesha vitu alivyo navyo. Erling Haaland anatoka Dortmund hakuweza kufunga moja kwa moja, lakini Pep Guardiola alisema mpeni muda huyu mchezaji. Kwa jinsi nilivyomfuatilia, nina imani atawatesa sana vilabu vingi vya hapa England na hata duniani kote. Ndicho kitu ambacho kinaonekana. Pamoja na kwamba ndiye striker ghali, lakini ndiye striker ambaye anaongoza kwa kukosa nafasi nyingi duniani. Mimi nadhani sio muda wa kulaumu uongozi, kwa sababu hakuna kiongozi anayefurahishwa na matokeo mabaya. Maliza na Eliza, kuelekea mechi ambazo zimebaki 2.6, tutarajia Young Africans enda kukota pointi ngapi katika kundi hili? Malengo yetu sisi ni kutafuta alama zote 6 kwenye mechi zilizobaki. Kwa hiyo tumebakiza mechi moja nyumbani, mechi moja ugenini. Ikishindikana kupata alama 6, tupate alama 4 kwenye mechi ambazo zitakuwa zinaweza kutuweka mguu mmoja kusogea hatua ya robo finali. Tukiokota alama 4 na alama 5 tulizonazo, maana yake tutakuwa na alama 9 ambazo tutakuwa tumeziokota. Hao wengine watajua wenyewe sabu zao watazifanyaje, lakini sisi tunachokihitaji, kama tutashindwa kupata alama 6 zote, basi tupate alama 4 ambazo zitatufanya sisi kuwa favorite kwenda hatua ya robo finali. Karibu.